So, leo nina hoja zangu tatu ambazo zinategemeana lakini hazifanani. Lengo ni ili niweze kukupa upande wa pili wa vile ambavyo tunavielewa vitu na vile ambavyo tunaviapply vitu. Kuna tofauti kubwa sana kati ya vile ambavyo tunavielewa vitu kwa kuelezewa na vile ambavyo tunavielewa kwa kuvi-experience. Kwa hiyo ichukulie hivyo. Hoja ya kwanza kabisa ni hakuna nchi inayoongozwa na demokrasia duniani. Yes, ni conclusion ambayo watu wengi tumeshaweka kwamba kuna nchi za kidemokrasia na za kidikteta na za kikomunisti na za kinini, lakini ukielewa demokrasia kwa maana ya jinsi ambavyo inakuwa applied tofauti na tunavyoifahamu, utaelewa kwa nini nasema hivi na nitakupa hoja yangu. Hoja ya pili ambayo nataka nizungumze ambayo ni kama inalandana na hiyo ni kwamba China haiongozwi na chama kimoja. Hii ni conclusion nyingine ambayo watu wanaofuatilia geopolitics na habari za kimataifa na historia kiujumla wanaweza kukuambia kwamba China inaongozwa na chama kimoja. Na hoja ya tatu ni kwamba siasa sio kama vile ambavyo watu tunaelezewa ni kila kitu. Kuna wakati tafsiri ya jumla kuhusiana na siasa tunaamini ni hata kama vyama vya siasa visipokuwepo, siasa itabaki kuwa ipo, kwa sababu siasa ni majadiliano ya kupanga, ni majadiliano yanayoamua juu ya kitu kiweje. Kwa hiyo utaalamu utabaki kama utaalamu, kwa maana ya utaalamu unaoregulate juu ya kitu fulani, lakini maamuzi ya ule utaalamu ni siasa, which ni tofauti kabisa na uhalisia wa siasa. Definition simple ambayo naifahamu kuhusiana na siasa ni simply mchakato wa kutafuta nafasi ya uongozi au madaraka. So kale kamchakato ndo kanaitwa siasa na si vinginevyo. Nitajaribu kukujengea hoja baadaye. Sasa nitaanza na moja alafu nitaconclude kwa sum up kwa nini nimealeta kwa pamoja. Tuanze na kwa nini hakuna taifa lenye demokrasia duniani ama linaloongozwa na demokrasia duniani. Kuna huyu profesa anaitwa Roy Casagranda. Huyu ni jamaa ambaye ni mtaalamu wa political science, sayansi ya siasa, na kwa wanaoelewa sayansi ya siasa ni kwamba ni watu ambao wanaitazama siasa na matendo yake kwa pande zote. Yaani kwa mfano, mwanasiasa anaweza akasema ametatua tatizo la maji kijijini, mtaalamu wa sayansi ya siasa akaja akasema yes, lakini ameibua tatizo la magonjwa mengine haya maji yaliyoyaleta. So anakuonyesha 360, though sivyo ambavyo inakuwa applied. Sasa kwa nini nimemzungumzia Profesa Roy? Ideologies, I want to make sure you hear it. All of them are dumb. There it is. Kuna hizi itikadi ambazo zilizaliwa baada ya vita ya pili ya dunia, zilianza kutawala itikadi kwamba dunia imegawanyika kiitikadi. Sasa hizi itikadi zilizaliwa nyingi na kuna tofauti ya vile ambavyo tunaziapply na vile ambavyo zipo kiuhalisia. Mojawapo ni demokrasi. Demokrasia tafsiri yake tukianza nayo ni rule of the people by the people for the people. Ikimaanisha nini? Kwamba kwenye ili demokrasia iweze kuwa applied ni lazima kila kitu kwenye nchi wananchi wakipigie kura. Yaani kwamba kuna mgodi tunataka kubinafsisha, basi tupige kura ni nani apate. Mambo mengi yale ya kinchi yatahitaji kupigiwa kura ili democracy iweze kufunction. Sasa mbadala wake ndio maana kikaletwa hiki tunakifahamu kama republic. Sasa republic ni representation of public, yani uwakilishi wa umma, kwamba tunachagua watu wachache ndani yetu wananchi wanakwenda kufanya maamuzi ya kinchi ama taifa badala yetu. Ndicho kinachoitwa republic. So nchi nyingi hazina democracy, zina republic, kwa sababu democracy haiwezi kuapply kote. Democracy inatumika kwenye vitu kama uchaguzi, kuamua viongozi baada ya muda fulani, lakini ndani ya hii miaka hapa katikati kinachotumika ni republic.
Sasa sijui kama uliwahi kuelewa democracy kwa hivi. Kwa hiyo demokrasia sio mfumo ama formula inayotumika kwenye kila aspect ya maisha kwenye nchi ama utawala. Sasa hii tabia ya jinsi ambavyo unaweza uka-apply democracy kwenye baadhi ya sehemu na sehemu nyingine tuna-apply kitu kingine, ni kwa sababu hizi itikadi zilianzishwa na binadamu na zina udhaifu wake unapo-apply kila mahali. Unakumbuka Tanzania tulikuwa na ujamaa, tulichagua ujamaa, lakini ni ujamaa ambao ulifanikiwa sana kwenye society kututengeneza kama jamii moja, kuvunja ukabila na sehemu nyingine zote zilizokuwa na ujamaa. Kama jamii zilitusaidia kujenga bond, lakini kiuchumi ujamaa ulifeli big time. Na sio Tanzania tu, kote duniani. Na tutarudi sasa kwenye story ya China. Kama utakumbuka kwenye episodi zetu kuhusiana na picha linaanza na jinsi China inavyo function, tulikuelezea jinsi ambavyo huyu mzee ndiye aliyepindua mapinduzi tunayaona China, ambayo ni ya kikomunisti, aka-apply ubepari kwenye uchumi. Hata hivyo walifeli kiuchumi kwa formula hii. Then akaja mwamba wa kuitwa Deng Xiaoping ambaye alibadili yote miaka ya 1970. Deng alikuwa kiongozi muhimu sana kwenye historia ya China. Alikuwa Magufuli wao kwa kubadilisha sera za kiuchumi za China na kuanzisha mageuzi ya soko huria, aka ubepari na maendeleo ya kiuchumi ambayo yalibadilisha sana China hadi leo. Alifanyaje? Mwamba alipoingia alipiga jicho jirani na kuona Asia Tigers. Hawa sio chui ila ni jina la utani la nchi za South Korea, Taiwan, Malaysia na Singapore waliokuwa wakidamshi kiuchumi kutokana na kuadapti mapema mfumo wa kibepari kwenye uchumi wao. Moja ya safari zake za kwanza ilikuwa Singapore, ambapo alikuta Wachina wanaoishi kule ni wafanyabiashara wakubwa na wenye mafanikio kwenye mfumo wa soko huria. Mwamba Deng akaona sio kweli, acha ni test aka mfumo kwa mabeberu, lakini kwa uangalifu mkubwa kutoharibu misingi ya utawala walioasisi waasisi wake. Kama tunavyotengeneza mikoa maalum ya kipolisi au kanda maalum, basi naye akaanzisha kanda maalum za kiuchumi ndani ya China. Uncle Deng akaiteua Shenzhen, kamji fulani ndani ya China karibu na Hong Kong, ambayo wakati huo ilikuwa chini ya Uingereza Kingdom. Akauita kanda maalum ya kiuchumi, aka shamba darasa la mfumo huu. Then aone itakuwaje. Mungu sio kamao, mzigo ukakubali. Shenzhen iliyokuwa na watu 30,000 tu ikadamshi kinoma. Ikawa jiji kubwa la kibiashara lililokuwa na zaidi ya watu milioni 10. Hapa ndo formula ikaonekana kufanya kazi. Wakaisambaza vile vile kikanda maalum kwa miji mingine ya China. Ghafla binivu dunia ikahamishia karakana zake China. China wakasema njooni kwangu nyote mliolemewa na mizigo ya kodi na mishahara ya wafanyakazi, nami nitawapumzisha. Cheap labors. Kuajiri Mmarekani mmoja kwenye kampuni ya Apple ni sawa na Wachina kadhaa. Hapa China ndo ilianza kutamba kama slay. Ika-apply ujamaa kwenye utawala na ubepari kwenye uchumi na biashara. Then the rest is history. Yes. So huu ni mfumo ambao uliwasaidia China, na unaweza ukaona jinsi gani ambavyo waligundua kwamba no, hii ni mifumo tu, sisi kijamii tutajiongoza hivi, tuna apply hiki. So unaweza ukaona point yangu nilikuwa najaribu kutengeneza hapo ni kwamba hii mifumo haiwezi kuwa applied kwenye kila sehemu ya utawala. Inakuwa applied kwenye baadhi ya mambo tu ndani ya utawala. So tumemalizana na hiyo kwamba demokrasia ni kitu ambacho hakiwezi kuapply, na hakuna itikadi duniani ambavyo unaweza kuiapply ikakubali kote, kwenye uchumi, kwenye jamii, kwenye dini. Kuna vitu vitapishana, right? Tumekubaliana hilo. Kwa nini nilikuwa nasema democracy haiwezekani kuwa applied kote. Sasa basi tuje kwenye pointi ya pili ya China. Tukibakia hapo hapo China. China, watu wengi tunaamini inaongozwa na chama kimoja. Lakini ukweli ni kwamba China inaongozwa na vyama vingi, lakini kimoja tu kati ya hivyo vyama ndicho cha kisiasa. Kwa hiyo maelezo sahihi ndio haya, yani namna ya kuelewa China inavyo function ndio hivyo, kwamba ni nchi inayoongozwa na vyama vingi, lakini kwenye hivyo vyama vya siasa ni kimoja tu.
tunarudi kwenye hii episode ambayo nilielezea kidogo kuhusiana na jinsi China inavyofunction, alafu nitakuja kukuelezea. Kila baada ya miaka 5 kwenye mwezi wa Oktoba na Novemba, China kuna kuwaga na kama Wachaga wakianzaga kwenda Moshi au wakati wa bunge la katiba Dodoma. Kuna wajumbe 2300 wanaotoka kila pande ya China. Posho yako ipo tayari, so mwenye kupanda treni haya, wakula mwewe haya, au mikoa ya karibu atakaye drive na private au kutumia basi mwake babake. Kikubwa makutano ya wajumbe ni Beijing kwenye kile kinachofahamika kama National Party Congress. Hawa watu ni mchanganyiko wa wakulima, watu maarufu, meya wa miji na nafasi nyingine muhimu kijamii. Kifupi, hapa ndipo past na future ya China hujadiliwa na huamuliwa. Utaona watu kibao kwenye jengo lenye mapazia makubwa, rangi nyekundu kila mahali. Though hili bunge la wajumbe halina nguvu ya kutunga sheria. Mbali na kuchambua hotuba za serikali na hutoa maoni, wajumbe hawa pia hukutana hapa kuchagua wajumbe 200 wanaoitwa Central Committee. Kibongobongo tunasema kamati kuu. Hawa wajumbe 200 wanakutana kwa mwaka mara moja, na moja ya kazi yao ni kuchagua kikosi kazi cha watu 25 wajulikanao kama Politburo. Hawa wajumbe 25 ndo watu wazito na nyeti China, kwa sababu ndio wenye jukumu la kuteua the top 9 special ya kuongoza taifa. BAKITA wanasema kamati ya kudumu, na mmoja kati ya hawa 9 ndio yupo mkuu wa kazi, General Secretary wa chama. Kwa sasa tunamuongelea Xi Jinping. Nadhani umeanza kunielewa kwamba China walichogundua ni kwamba tunaweza tukawa flexible. Yani mfumo ambao una function ndio ambao tutaenda nao. Na haya sio maamuzi yanahitaji kuwa genius, ni maamuzi ya kibinadamu kabisa kwamba tunaenda na kinacho function. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kilichopigwa marufuku China ni siasa. Kwa sababu na hii niliwahi kuizungumza kwamba sitetei mfumo wao, lakini ni mfumo ambao una function. Kuna huyu brother Eric ambaye ni mmoja wa watu ambao ukisikiliza argument zao kuhusiana na mtazamo wake kuhusu mfumo wa maisha unaoendesha China, huaga na hoja fulani nzito sana na zinazofikirisha kwamba huu ni mfumo ambao tayari una function, kwa nini ubadilishe? Kwa sababu China ina mfumo ambao ni tofauti na Marekani, lakini unaona umeweza kushindana na Marekani na una function kwenye sehemu nyingi sana. Kwa hiyo China haiongozwi na chama kimoja, waligundua hilo. Na ndicho kinakuja sasa kwenye pointi yangu ya 3 kwamba tafsiri ambazo tunazo kuhusiana na hizo itikadi nilizozielezea nyuma, pamoja na jinsi ambavyo tunaijua China na siasa za nchi nyingi duniani, ni hivyo hivyo tunavyoiona pia when it comes to issue ya siasa ni nini. Tafsiri ya siasa nilikwambia pale mwanzo, wengi tunajua kila kitu kwenye nchi ni siasa. Lakini technically wanachokiongeaga watu wanaosema kila kitu ni siasa ni kwamba siasa imepewa mamlaka ya kila kitu kwenye maisha yetu ya kila siku. Bahati mbaya sana mifumo ilivyo ni kwamba hata wewe ukiamua tu kwamba mimi nalala tu nyumbani, mwanasiasa atakuathiri. Kwa mimi sifanyi sifanyi chochote na hela zangu labda za urithi, nalala tu nyumbani, siasa atakufuata hapo hapo, kwa sababu tunasema anashikilia njia zote kuu za uendeshaji wa nchi. Njia zote kubwa za uendeshaji wa nchi zinashikiliwa na yeye. Kwa hiyo kuna watu wanachanganya wakihisi yale mamlaka ambayo siasa inayo ndio siasa. Lakini technically siasa ni ule mchakato wa kutafuta uongozi. Ukishapata uongozi, yanayoendelea baada ya pale ni mamlaka uliopewa ambayo utafanya nao vitu mbalimbali. Kwa nini ni muhimu kuielewa hivi siasa? Ni kwa sababu hii idea ya kujua kila kitu ni siasa imetufanya tunashindwa kutatua matatizo yetu. China waligundua kwamba nchi haihitaji wanasiasa wengi, inahitaji vyama vya wataalam au watu ambao wanaishi. Yani kama ni wakulima tuwe na chama cha wakulima, kama ni chama cha wafanyabiashara tuwe na chama cha wafanyabiashara, kuna chama cha wakina mama wawepo. Yani jamii yetu ipoje, tunachukua vyama ambavyo vinatokana na hizo kazi.
Lakini ukiuliza vyama vingi vya siasa, nyinyi ni wataalamu wa nini? Kwa mfano, taje chama kimoja cha siasa Tanzania, Chadema. Hivi Chadema kina wataalamu gani? Ni utaalamu gani unapatikana Chadema? CCM. Hivi CCM ina wataalamu gani? Mbali na kwamba tu wana majukumu ya kuongoza nchi. So, wenzetu China ndio wamechukua hivyo wakasema okay, so kiwe chama kimoja pale juu cha siasa, vyama vingine vyote visiwe vya kisiasa, viwe ni vya kijamii. Jamii ina vitu gani? Ina wavuvi, ina nani, na nani, na sisi tunaweza tukagawa jamii yetu hivyo kwamba vikawa ni vyama vya hivyo, siasa ikawa. Lakini sasa ni ngumu kwa sababu tumeshazoea kwamba kila mtu anaanzisha vyama vya siasa. Na hii engo pia inasapotiwa na the fact kwamba ukiangalia nchi nyingi zilizoendelea zina vyama vichache vya siasa. Hata Marekani vyama vinavyofunction ni viwili tu, kwa sababu mfumo wao hauwezi kuruhusu watu ambao sio wataalamu, ni grupu la watu waliokutana wanataka kuongoza nchi. Huu mjadala niliwahi kuwa nao na Yeriko Nyerere. Na Yeriko ndo alinifanya nikawa na hii conclusion kwamba watu wengi tunaamini hivi. Sasa ambacho nataka tuendelee leo nikikwambia kwamba kwa sababu ya jinsi ninavyoiona siasa ni kitu cha sio kitu cha kutusaidia kutatua matatizo yetu, ila ni kitu cha kutusaidia kuishi nayo kupitia tuseme manipulation ya kimtazamo. Unaweza ukaipinga hiyo au ukaikubali? Hapana, naipinga na nitapinga alafu na nitatoa ufafanuzi. Okay. Maisha ya mwanadamu tangu alipoanza kujitambua na kutumia uwezo wake katika maisha na katika kuishi, na hata Wagiriki walipoleta mifumo ya siasa na utawala, kimsingi siasa ndiyo iliamua kuongoza maisha ya kawaida ya mwanadamu. Na hata katika dunia mpya, ujio wa siasa mpya za kisasa ambazo zikawa zina regulate bei ya sukari dukani, zikawa zina regulate bei ya nauli, zikawa zina regulate aina ya maisha ya mtu ataishije. Siasa ikawa ndio ufunguo wa maisha ya mtu wa kawaida, utake usitake, uwe mlokole, uwe Muislamu, uwe muabudu mizimu, uwe nani, utafuata matakwa ya siasa. Okay, sawa. Na hivyo ndivyo ambavyo dunia imeamua kujiendesha, na ndivyo ambavyo mindset zetu pia zimesetiwa kwamba majibu yako kule. Na nitakutolea mfano mmoja Yeriko. Tuna mtu kama Ruge Mutahaba, na nadhani wapo vijana wengine tu ambao walikuwa na impact kwenye hii nchi kwenye level ambayo hata wanasiasa wengi hawajafikia. Tuna wasanii ambao walichagua kuingia kwenye siasa, wakapewa miaka kadhaa kwenye siasa. Impact ambao walileta ni tofauti na mtu kama Ruge kwenye jamii halisi. Ndio najiuliza, inabidi tuendelee kuwaza kwamba wanasiasa wana majibu ya matatizo yetu, ama tunaweza tukaenda kwa watu mmoja mmoja kwenye jamii ambaye ana focus, ambaye tunamwamini anaweza akafanya tukapata kina Ruge wengi? Labda ndio majibu yetu yalipo huko. Yeah, sasa nitarejea pale kwamba matokeo ya uwepo wa Ruge na matokeo ya jamii kumfahamu Ruge ni siasa. Siasa Nimeipenda hiyo. Siasa Yeriko, okay, naomba ni appreciate hilo jibu ni kubwa sana. Sasa kwa sababu nimezungumza kifalsafa, labda niwafafanulie watu kwa nini nasema matokeo ya uwepo wa Ruge na matokeo ya uimara wa Ruge ni siasa. Ni kwa maana ipi? Ni platform aliyokuwepo Ruge. Tunazungumzia Klaus iliyomfikisha hapo. Misingi ya kujenga Klaus imejengwa kwa siasa. Okay, tumekubali kwamba siasa ikwepeki ndio inatuongoza maisha yetu na kama ulivyosema. Lakini jinsi ya sisi kuendelea tunaweza kuitegemea, sawa, inatuongoza, lakini ni kama baba, anaweza kawepo tu kama baba na mama siasa, lakini sisi kama jamii tukaanza kujitazama upya kwamba tuangalie watu ambao wana potential ndani yetu ndio tuwasaidie, kuliko kuamini kwamba baada ya miaka 5 maisha yatabadilika. Uhisi kuna umuhimu huo? Naam, hiyo ndio hoja kubwa ambayo pengine nimeona sasa tunaingia kwenye mada rasmi. So, unaweza ukaona kwamba tumeipa siasa majukumu makubwa kuliko inaweza kuyabeba. Na ndio ilikuwa hoja yangu kwamba tunaamini kila kitu ni siasa.
lakini kimsingi siasa ni kale kamchakato tu ka kutafuta uongozi, na ukishapata uongozi, baada ya pale sio siasa tena. Lakini kwa sababu tunavyochukulia kila kitu ni siasa, tunajikuta hata tunavyofunction tunaleta siasa kwenye mambo ambayo sio siasa. You know? Kwa hiyo unaona, ukibadilisha mtazamo kidogo tu tunavyoitafsiri siasa, unaweza kuielewa siasa na tukawapa wanasiasa majukumu ambayo wanayaweza. Sasa kwa kuhitimisha, ningetamani kusikia kutoka kwako. Nichukue nafasi hii kushukuru wewe ambaye umesubscribe kwenye akaunti hii. Kiukweli naona comment zenu na watu wengi wanafikiwa na hizi content wapya kwa sababu ya wewe ambaye umebonyeza subscribe. Kama hujafanya hivyo na unaenjoy kile ambacho unakipata kwenye Madian.com, please naomba usubscribe, utakuwa umetusupport big time. Naitwa Grayson Gideon, see you kwenye comment na kwenye episode nyingine. Niambie kama hii mijadala pia inakusaidia, niwe nakuja au niachane nayo, tukutane kwenye picha linaanza tu, you know, kwa sababu ni mara chache sana na kuaga hivi najadili hivi vitu, kwa sababu Madian.com tayari nakuwa nimesha sum up vitu vingi, ila hapa nahisi inakuwa ni more of casual kama tunaongea. Lakini vile ambavyo naviandika unavipata kupitia Razim Tamaduni na kwenye interviews mbalimbali ambazo nafanya na watu kwenye live na G. Asante kwa kuipenda Madini.com. See you next time.